Mtuhumiwa ahukumiwa miaka 30 jela kwa kosa la ubakaji na mahari Tanga. Mahakama ya wilaya ya Mkinga mkoani Tanga imetoa hukumu kali ya kifungo cha miaka 30 jela dhidi ya mtuhumiwa Kilimo Katua Isaya mwenye umri wa miaka 30 baada ya kupatikana na hatia ya kosa la ubakaji na mahari dhidi ya binti yake wa kumzaa. Hukumu hiyo imetolewa tarehe 15 Aprili 2026 kufuatia ushahidi uliowasilishwa mahakamani kuthibitisha kuwa mtuhumiwa alitenda kosa hilo kinyume cha sheria na maadili ya jamii. Taarifa za kesi hiyo zinaeleza kuwa kitendo hicho kilisababisha ujauzito kwa mhanga ambaye baadaye alijifungua mtoto. Vipimo vya vinasaba DNA vilivyofanyika vilithibitisha bila shaka kuwa mtoto huyo ni wa mtuhumiwa mwenyewe, jambo lililosaidia mahakama kufikia uamuzi wake. Akizungumza mahakamani hapo, mwendesha mashtaka wa serikali Benedict Matunduka alisema kuwa adhabu hiyo inalenga kuwafundisha kwa jamii na kutoa onyo kali kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya ukatili wa kijinsia, hasa vinavyohusisha ndugu wa karibu. Aliongeza kuwa kumekuwa na ongezeko la vitendo vya aina hiyo katika jamii, hivyo ni muhimu hatua kali za kisheria kuchukuliwa ili kudhibiti hali hiyo. Mahakama imebainisha kuwa haitasita kutoa adhabu kali kwa wahalifu wa makosa ya aina hiyo, ikisisitiza kuwa lengo ni kulinda usalama, utu na maadili ya jamii kwa ujumla. Wananchi wametakiwa kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa za vitendo vya ukatili vinapotokea ili hatua za haraka zichukuliwe na haki iweze kutendeka. Kwa upande wa wadau wa ustawi wa jamii, wametoa wito kwa wazazi na walezi kuwa mstari wa mbele kulinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili pamoja na kuhakikisha malezi bora yanayotunza maadili na usalama wa watoto. Tukio hili linaacha funzo kubwa kwa jamii juu ya umuhimu wa kusimama pamoja kupinga ukatili wa kijinsia na kulinda haki za watoto ambao ndio msingi wa taifa la kesho. Ulikuwa nami Azmina Ibrahim, usiache kufuatilia Spurs Online TV.